kuliko kumwacha mtoto akue katika upagani. Akikuwa katika upagani, hautamwambia achochee karama, utakuwa na kazi ya kumfundisha ujue ukweli. Si kama mnaelewa? Yaani kwa hivi, narudia tena. Wewe mzazi utakapofundisha watoto wakakuwa katika msingi wa kanisa, wakakuwa katika msingi wa imani, baadaye utakuwa na kazi ya kuchochea karama ndani ya wale watoto. Hautakuwa na kazi ya kuwafundisha waujue ukweli, kwa sababu wamekulia ndani ya nini? Ndani ya imani, ndani ya kanisa. Lakini ukimwacha mtoto asikue katika maadili ya Ukristo, mwisho wa siku utakuwa na kazi ya kwanza kumfundisha kwamba si Mungu anakupenda sana, si Mungu anataka nini, si bwana achana na maisha, kwa sababu ataishi maisha ya kidunia. Lakini ukimjenga mtoto mdogo, atakapoendelea kukua atampenda Mungu, na atakapoendelea kumpenda Mungu, sasa wewe mzazi unakuwa na kazi ya kuchochea karama ambayo iko ndani yake. Mama ni mwalimu. Kwanza mama anakaa karibu na watoto kuliko baba. Baba anaweza kaondoka asubuhi kwenda kupambana na majukumu ya kazi, akarudi jioni hajaonana na watoto, lakini asubuhi mama uko na watoto, wakisha wameshakula asubuhi, mchana wamekula, jioni wamekula, sio hata wanaenda watoto wanaenda kucheza wapi, unajua. Maanake wewe ulikuwa na watoto muda mrefu, una uwezo. Na ndio maana wakati mwingine kuna hizi shule ambazo leo watoto wanakaa kule ni nzuri, lakini wakati mwingine zinakuwa na changamoto. Unajua changamoto iko wapi? Kuna mambo mawili, mtoto anaweza akafaulu akawa mzuri au akafeli akawa mbaya, kwa sababu anaenda kukutana na familia ambazo watoto wengine wamelelewa katika maadili tofauti. Kwa hiyo mtoto naye kichwa chake kama ni kibovu, akija nyumbani ushangaa amebadilika kabisa. Mtoto mbona alikuwa mzuri, mbona leo amebadilika, amekuwa hivi? Kumbe amekutana na watoto wa mazingira mengine wakakopi ile nini pia. Kwa hiyo wazazi, hata hivyo watoto hata kama wako mbali, wanaporudi ni muhimu sana wale watoto wanao karibu kuangalia kama wamebadilika kitabia au hawajabadilika kinini kitabia. Lakini kazi ya nani? Ni kazi ya mama, sio kazi ya baba. Kwa hiyo sasa hapa Timotheo anajaribu kuambia kwamba chochea karama ambayo tunaiona, na hiyo karama na imani ulionayo umeilisi kwa bibi yako, kwa mama yako, tunaiona hiyo. Kwa ni muhimu sana watoto kuwalea katika msingi mzuri ili wachochee nini? Karama. Amen.